Kitu kikubwa ambacho tunakiangalia sisi HRs, kwanza tukiita call for application, yani labda tumetangaza kazi, watu wata apply vizuri tu na tutapata applications. Nyingine zitakuwa strong, nyingine zitakuwa weak applications. Nikisema strong ina maana gani? Unajua kuna kitu kinaitwa job description, si ndio? Ndo ile wasifu wa hii nafasi. Yani hii nafasi tuseme labda ni sales and marketing manager. Tunamtaka mtu wa namna gani? Pale ndo tumeanalyze sifa za huyo mtu. Vitu vyote vipo pale vimeandikwa. Sasa hicho ndo kitu cha msingi. Na hata wewe ambaye ndo unatafuta ajira, ni vizuri ukaisoma vizuri hiyo job description na ukaielewa. Kwa sababu hata CV yako ni lazima, ni vema ikareflect kile kitu ambacho kinahitajika kutoka kwenye job description. Kwa sababu sasa hivi kuna sio makampuni yote ambayo yameadapt mifumo hii, tunasema artificial intelligence, ya kuweza kureview CVs, si ndio? Lakini wapo wale watu ambao wanafanya manually. Na ukifanya manually, na maana kuna vitu muhimu ambazo mimi ni lazima nitaangalia mimi kama mwajiri. Cha kwanza, kwenye job description nilisema nataka mtu mwenye miaka 5, sio chini ya hapo, ya experience. Lakini wewe kwenye CV yako haujanionyesha kama una miaka 5. Ndio umeonyesha experience, hapa mwaka huu mpaka mwaka huu ulikuwa kampuni fulani, si ndio? Mimi usinipe kazi nianze tena kuhesabu mwaka huu 2019 mpaka 2021. Miaka mingapi hiyo? Miaka 3. Huyu alikuwa labda hapa labda alikuwa kwenye kampuni X anafanya kazi. Unianze kujumlisha tena nijue kweli huyu ana miaka 8 ya experience. Hapana. Pale kwenye professional summary, ile kipengele cha kwanza kabisa kwenye CV, lazima uwe umeonyesha kweli una miaka so chini ya 5 ya experience. Na ukishaonyesha hiyo, inakuwa ni rahisi mimi nitajua kabisa mtu ambaye ninamhitaji ana kweli ana 8 or 5 years of experience. Kwa hilo ni jambo la msingi. Lakini pia kingine ambacho ni cha muhimu kwenye tuseme ile job description, ukiwa unaionyesha, ukiwa unaifanyia kazi kwenye CV yako, lazima ireflect vitu vingi ambavyo vimeandikwa kwenye job description. Sisemi kwamba udanganye, hapana. Usidanganye. Kuwa mkweli kwamba ndio una experience hii husika kwenye katika huo uga wa kazi ambao unahitajika. Onyesha kweli you experienced. Kwa hiyo ni kitu ambacho pia sisi tunaangalia. Hatuangalii tu kwamba eti huyu ana GPA kubwa au ana GPA ndogo, hapana. Tunaangalia pia na uzoefu wake, experience, ambao lazima imatch na kitu ambacho tunakitaka. Kama tunataka mtu wa sales and marketing, basi tuone kweli alishawahi kufanya sales and marketing kwenye kampuni fulani na ana experience ya muda ule ambao sisi tunahitaji.